Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, bado tunaendelea kukujuza mambo mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu, lakini bado tunaiangazia Mashariki ya Kati. Na wakati huu tunautazama mzozo wa Israel pamoja na Iran, hasa tukitazama jinsi gani wa Israel wanavyoutazama mzozo na Iran. Kupitia makala iliyoandikwa na mwandishi wa habari wa shirika la habari la DW, Tania Kramer huko Yerusalemu, anaangazia jinsi gani raia katika taifa hilo wanavyochukulia mzozo baina ya Iran pamoja na Israel. Wakati raia wakiwa chini ya mahandaki wakisimama na kuketi, wanazungumzia namna wanavyoumizwa na mzozo huo ambao umewafanya waingie katika taabu. Katika mojawapo ya makazi ya chini ya ardhi huko Tel Aviv, mabomu yanasikika juu zaidi kidogo kuliko ukanda mwembamba wenye kuta nene, wakati watu wakionekana wamesimama kwa hofu. Hakukuwa na muunganiko wa mtandao kupata taarifa zozote kuhusu milipuko inayosikika huko nje, huku makabiliano ya moto kati ya Israel na Iran yakiwa yanaendelea. Tunaweza kutofautisha kwa sasa ni namna gani ya kuingilia kati na au kugonga, lakini ni wazi tuna wasiwasi kuhusu jinsi ulivyo karibu na ikiwa mtu unayemjua anaweza kuwa hatarini. Moja kati ya vijana waliambia DW, ambao pia walikataa kutaja majina yao ya ukoo, ambapo walikuwa wakijaribu bila mafanikio kupata mapokezi kwenye simu zao kutokana na kukosekana kwa hali ya mtandao. Tangu Israel ishambulie Iran wiki moja iliyopita, maisha ya Tel Aviv yametawaliwa. Tangu Israel ianze kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, mawasiliano makubwa yanayopatikana ni ving'ora na baadhi ya taarifa zinazotolewa na kamandi za polisi. Ving'ora vya mashambulizi ya anga vinavyoonya kuhusu kuja kwa makombora ya balisti kutoka Iran ndicho kinachosikika wakati wote, kuwaweka watu katika tahadhari kubwa. Siku ya Alhamisi asubuhi, Iran ilirusha mashambulizi mengine ya kombora kuelekea Israel. Ingawa inadaiwa baadhi ya makombora yalizuiliwa na ulinzi wa anga wa Israel, baadhi yao yaligonga majengo katika jiji la Holon na kitongoji cha Tel Aviv cha Ramat Gan pamoja na hospitali ya Soroka huko Beersheba kusini mwa Israel na kuacha njia ya uharibifu katika wadi ya upasuaji. Vyombo vya habari vya Israel viliripoti kwamba jengo hilo lilihamishwa siku iliyotangulia. Hata hivyo, watu katika maeneo hayo ambapo inadaiwa pia kulikuwa na maeneo ya mahandaki waliingia katika maeneo ya chini ya ardhi kwa ajili ya kulinda uhai wao. Lakini mambo mengine ambayo wanaeleza raia hao ni kwamba wanaumizwa na kiu, joto na njaa, hasa pale umeme unapokuwa unakatika. Wanaeleza kwamba umeme huwa mara kwa mara unakatika katika maeneo hayo, na hii inasababisha hali kuwa ngumu zaidi katika maeneo hayo. Wakati wa ajabu sana na usiokuwa na utulivu, wanaeleza wananchi huko Tel Aviv, kutokana na kile kinachoendelea. Maisha lazima yaendelee na tumepitia majanga mengine mengi, lakini hakika huu ni wakati wa ajabu sana na wa kutusumbua. Lior, moja kati ya vijana, waliliambia shirika la habari la DW. Tahadhari nyingine iliyoanzishwa asubuhi ya leo, moja kati ya kombora lilikwepa mifumo ya ulinzi wa kilomita chache karibu na makazi walipokuwa wamejificha raia hao. Makazi hayo yalitikisika kutokana na athari hiyo na kuacha watu wakishangaa. Inatisha, tunaelewa kuwa makombora yana hatari zaidi, na shangaa na sijui hili litaendelea kwa muda gani. Tayari watu wako kwenye makali ya kutolala usiku mwingi, anasema Shira, moja kati ya vijana ambao pia hakutaja majina yao ya mwisho. Mtazamaji wa The World News, hali katika Tel Aviv na maeneo mengine bado imekuwa ni ngumu sana, huku raia wakikumbuka kile ambacho kiliwahi kutokea mnamo Oktoba 7. Kwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kwake anaona ni jambo la kawaida kutokana na kuwa na ulinzi wa kutosha. Iran ndio tishio kubwa sana kwa usalama wa Israel wakati huu, kama ambavyo anaeleza Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Anasisitiza kwamba Iran mpango wake ni wa kuwa na nyuklia na madhumuni yake ni kwa ajili ya kuishambulia Israel, lakini si kwa madhumuni ya kiraia, na ndio maana anahakikisha kwamba lazima aharibu mipango ya nyuklia ya Iran. Hiki ndicho ambacho Netanyahu anawaaminisha raia katika taifa lake.